Sio kila unachonyimwa ni cha kwako. Ndio maana mbele msikizeni sana Ambwene. Unakuta mtu ushanyimwa kazi, unaendelea kufanya tu interview. Mungu ameshakwambia wewe sio wa kuajiriwa, una force. Shida ya Wakristo wengi waga hatujui kusikiliza. Tunajua kuomba, lakini kusikiza sauti ya Mungu tumefungwa. Sauti ya Mungu haihitaji mapepe. Sauti ya Mungu haihitaji haraka. Sauti ya Mungu inahitaji hekima, inahitaji utulivu. Lakini wewe unatapatapa. Mungu umeshafanya interview mara 10. Kisa hapo kadigri kako kamekupumbaza, nadhani you have to be employed. Maybe you are the boss. Hujaumbwa hivyo. Na ndio maana ni vizuri sana kuijua nyota yako. Kama ukisoma Biblia, mamajusi cha kwanza kabisa waliangalia nyota wakasema kuna mtu anazaliwa, the powerful creature anakuja duniani kwa kuangalia nyota. Kwa hiyo ijue nyota yako. Ukijua nyota yako utajijua wewe ni nani. Usiwe unahangaikia. Wengine mna nyota za mamlaka, wengine mna nyota za kutawala, nyota za kuwa mabosi. Unaangaa kufanya toka lini fahari akakaa kwenye kuajiriwa wewe? Kwa wakati Mungu anapofunga milango, usifosi. Saa nyingine ukifosi sana, shetani atakusaidia kuifungua hiyo milango pumbavu zako. Sikiliza, unasali kila siku unapoika kama zezeta. Yaani kama mazezeta. Kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. Narudia tena. Kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. Maarifa sio kwenda kanisani Jumapili tu. Soma Biblia daily. Sali daily. Ongea na Mungu kama unaongea na babako mzazi. Kuna watu mnamdanganya Mungu kila siku. Kila kukicha. Mungu nataka kwa hiyo. Lakini moyo wangu unajua mimi nataka ubosi. Unajua pride yako ilivyo. Acha.